TFF wa comply kwenye hayo matakwa ambayo Young Africans wamehitaji. Yani paka sasa hivi huo mchezo wa tarehe 25 bado haujakidhi na kubeba sifa ambazo zitawafanya Young Africans waweze kucheza huo mchezo. Kwa sababu moja ilikuwa ni kuonekana kuona baadhi ya viongozi wa bodi ya ligi wanajiuzuru. Walikuwa na matakwa manne. Walikuwa na matakwa manne. La kwanza, CEO wa bodi ya ligi. CEO wa bodi ya ligi Almas Kasongo. Angatuke, ajiuzuru ama aondoshwe. CEO, katibu wa shirikisho Kidao, Wilfred Kidao, naye aondoke, hawana imani naye. Kamati ya uendeshaji wa ligi ichomoke. Lakini pia takwa la 4, bodi ya ligi iwe huru. Bodi ya ligi iwe independent body. Sasa lakini hii wakasema hii ni ya muda mrefu, ila hizi tatu za haraka. Kwa hiyo ukiangalia kimsingi hizi sababu ambazo Young Africans waliziainisha kama sehemu ya kuhalalisha kwamba yani mchezo wao ndio utakuwa halali, lazima hizo sababu ziwepo, watu wajiuzuru na vitu kama hivyo. Mchezo wowote ambao Young Africans watakwenda kucheza haujabeba hizo sifa, kwao utakuwa ni kibudu, hawatocheza. Maana yake mchezo wa tarehe 25 kwa mujibu wa hiyo barua ya Young Africans bado pia hujakidhi mahitaji ya kimsingi ambayo wao wanahitaji ili waende kucheza hiyo mechi ya Simba, kwa maana mechi ya dabi. Lakini cha msingi na cha kujiuliza, Simba wao wanachofahamu kwamba wana mechi moja ya tarehe 15. Manake paka sasa hivi hapo tunazungumzia imebaki siku moja. Manake Simba waliandika barua wakaainisha kabisa kwamba jamani, sisi hatuchezi mchezo mwingine tofauti na huu wa tarehe 15. Walijuaje kwamba hiyo mechi haitokuepo? Na kweli imekuwa haipo ya tarehe 15. Yaani waliandika lakini wakapigilia msumari kwamba hawatocheza mechi nyingine. Manake ni kama walikuwa wanajua kuna agenda kati ya bodi ya ligi na Young Africans ipo kwamba hii mechi inaweza ikapangiwa tarehe nyingine katika msingi huo. Kwa hiyo ni ukijaribu kuzichukua hizi barua, ukijaribu kuunganisha matukio, unakuja kuona kwamba Young Africans walikuwa tayari wana confidence kwamba mechi tarehe 15 haitokuepo na wao hawatokwenda uwanjani. Lakini Simba pia walishapata mashaka makubwa kwamba huenda tarehe 15 mechi haitokuepo, na ndio maana kwenye hiyo barua yao wamesisitiza sana chini kule kwenye line 3-2 za mwisho. Sasa paka hapa tulipofika, bodi ya ligi na TFF wameshindwa kuendesha mpira wetu. Yaani maana yake mamlaka za soka nchini ni dhaifu mbele ya Simba na Yanga. Simba na Yanga wao ndo wamekuwa TFF na bodi ya ligi. Alafu bodi ya ligi ndo na TFF wao ndo wamekuwa Simba na Yanga. Sijui Kairu tayari umeelewa vizuri. Mimi nimekupata vizuri. Yaani paka hapa tulipofika kwamba mpira wa Tanzania unaendeshwa na timu mbili, vilabu viwili ambavyo ni Simba na Yanga, kwa sababu bodi ya ligi inaonyesha haina tena msimamo. Na taasisi yoyote duniani ikishakuwa imekosa msimamo, manake mimi hiyo nahesabu ni taasisi dhaifu, kwa sababu huo ndo msingi wa taasisi, kwamba tukisema yani taasisi ikisema inasimamia jambo A ilisimamia hilo jambo A, ikisema inasimamia jambo B inasimamia jambo B, na huo msimamo unabaki hivyo hivyo na utakiwa kubadilika. Unabadilika kwa sababu za msingi na zinazoeleka. Kwa paka hapa tulipofika, Simba na Yanga ziko juu ya mamlaka za soka Tanzania. Ziko juu ya kanuni, ziko juu ya sheria. Ziko juu ya sheria. Yaani Simba na Yanga wako kule juu, bodi ya ligi wako chini na TFF, kwa sababu ya namna ambavyo wanashindwa
kuwaendo hawa wawili na wao wanafuata utaratibu wa kila siku, kwa sababu Mtewele hii mechi inaenda ya 3. Mechi ya kwanza haijachezwa, mechi ya pili haijachezwa. Na sasa nikwambie kitu unajua Kulwa na Doto hawa mapacha huwa wana sometimes wanasema huwa wana akili fupi unaweza kumshawishi mtu kwa jambo dogo sana na akakuelewa. Yani Yanga yeye hata asipofanyika mabadiliko hayo mengine, si CEO wa bodi ya ligi, si katibu wa shirikisho, hata asipojiuzuru, kwa sababu tu wameweza kuonyesha kwamba mchezo mmoja yani wameweza kuonyesha kwamba mchezo mmoja usicheze kama ambavyo Simba walishawishi kwenye mchezo wa awali. Kwa hapo tayari Yanga wao wameridhika mno kwamba wameonyesha kwamba kama mlivyoilisha mechi ile kirahisi, basi na hao wameilisha mechi kirahisi. Sasa watu wengi wanaweza wakawa wanaangalia hili jambo kwa unazi wa Simba na Yanga, lakini Mtewele katika historia ya mpira wa miguu sijawahi kuona mechi moja tena muhimu, mechi kubwa kama ya dabi inailishwa kwa kiasi hichi. Na mpaka hapa anavyokuambia, mechi ya kwanza hasara kubwa ilitokea, mechi ya pili pia hasara kubwa imetokea, kwa sababu haitochezwa. Azam imefanya sana promotion, kibiashara imewapa hasara kubwa. Sponsor mkuu ambaye tulikuwa tunatarajia kwenye hichi kipindi amepata promotion ya kutosha kwenda paka kwenye mechi, manake hiyo nayo ni hasara kubwa sana. Lakini kuna watu huwezi jua ambao bado waliamua kujiandaa tena upya, inawezekana wakashafika pale jijini Dar es Salaam kwa sababu ya kuona namna gani ambavyo wanaweza kuuendea huu mchezo, ingawa wengine walikuwa na wasiwasi kwamba mechi haitochezwa kwa namna ambavyo Young Africans walikuwa wana behave kwenye hili swala. Kwa hiyo mimi ningekuwa Simba kwenye hii scenario, Simba sasa ningekuwa niko upande wa Simba, hiyo mechi nisingecheza tena. Hiyo tarehe 25. Ya tarehe 25. Ningekuwa pia upande wa Yanga, hiyo mechi nisingecheza tena. Hiyo tarehe 25. Yani Simba wasicheze, Yanga wasicheze. Hasara inabaki kwa nani? Hasara unasusa hapa sio kususa, yani hapa hii naikumbuka ilikuwa ni moja kati ya kauli ya Haji Manara. Yani mimi Simba wakicheza hii mechi, ndio Simba wakicheza hii mechi, Simba watakuwa ni wadhaifu. Narudia tena, Simba wakicheza hii mechi, ndio itakuwa wameonyesha udhaifu mkubwa sana. Na Yanga wakicheza hii mechi, kama mambo yao hayajabadilika na wenyewe, watakuwa wadhaifu. Na Young Africans wakicheza tena hii mechi na wao mimi nitahesabu ni miongoni mwa taasisi dhaifu na hazina msimamo kwenye mambo yake. Kwa hiyo paka hapa tulipofika, mechi inatakiwa isichezwe. Bodi ya ligi na TFF, manake ligi nzima ama msimu mzima wao umevurugika sasa. Manake haiwezi kawa ni ligi ambayo unaenda kumpata bingwa wakati kuna mechi moja haijachezwa. Manake Ken Gold anakuwa hajashuka daraja automatically. Si ndio hivyo? Si ndio ligi imevurugika? Hiyo ndo logic yako sasa. Mimi uko sijafika. Sasa si ndio tafsiri, si ligi imevurugika? Hiyo wewe umeamua kutafsiri hiyo. Si ndio tunaenda tunajaribu kuiangalia kwa upana. Mimi naangalia hawa wawili. Usiangalia wawili kwa sababu wawili wanaathiri ligi. Nisikilize. Mechi ya Simba ipo Jumapili na Yanga mechi yao iko Jumapili. Sawa. Bodi ya ligi si ndio wenye ligi, tumekubaliana. Wenye ligi kila siku Mtewele, mechi inabadilishwa tarehe kila siku. Hiyo ligi gani duniani? Ni mara ngapi imetokea tangu kuanza kwa taifa hili? Hiyo sio justification kwa sababu eti haijawahi kutokea basi ndo tufanye. Imewahi kutokea hata 2021 tunakumbuka. Ndio maana nikakwambia hivi, zaidi ya mara 2 mara 3. Kwa sababu haijawahi kutokea kwa hizo mara nyingi, basi mechi ichezwe. No, mimi ambacho naamini Simba na Yanga hii mechi wanatakiwa haipo. Yani Simba haifute kwamba haipo, Young Africans haipo.